Kwa ajili ya neno utashikilia hivi ombe kwa sauti. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo, maana tumeanza na wewe kusifu na kuabudu. Asante Baba kwa ajili ya neno, na mleta mtumishi wako mpako mafuta mabichi. Bwana wa majeshi, wewe ni Mungu, hakuna mwingine zaidi ya wewe Jehova. Ninaamini ya kwamba Mungu unaenda kutenda. Tunamleta mtumishi wako madhabahuni Bwana, anavyosema neno la Bwana sawa sawa na mapenzi yako Jehova. Asante Baba kwa ajili ya mtumishi wako anavyoinga kusoma neno Bwana, likambariki likamuinue katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Baba asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninakuamini Mungu unavompaka mafuta Baba huyu, Mungu kambariki hata anavyokwenda kufundisha. Mungu likawe na kibali mbele zetu Jehova, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, yote yanawezekana kwako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Una afya njema? Amen. Amen. Kimwili na kiroho. Ndio. Safi. Waingereza wanasema I am fine physically, manake ni mzima wa afya, mentally and spiritually, yani kiakili na kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa letu la kimataifa eti tunakuwa tunajifunza na Kiingereza kidogo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo kama ilivyo kawaida yangu Jumapili, huwa nafundisha mambo mbalimbali ambayo Roho Mtakatifu alinipa kwa ajili ya huduma hii, au kwa ajili ya kanisa ambalo tunatarajia lisajiliwe muda sio mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo naendelea kufundisha. Mungu alinipa vitu vingi kadri alivyoona inafaa. Kwa hiyo na vile vitu manake inabidi wale ambao tunafanya kazi nao pamoja, ambao ni nyinyi wachungaji na washirika na wazee wa kanisa, kwamba muweze kuelewa uelekeo wa maono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jumapili iliyopita nilikuwa nafundisha namna ya kuandika nyaraka za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi Roho Mtakatifu alivyonifundisha namna ya kuandika nyaraka za kiroho, kwamba kuandika ni kanuni ya Mungu, na unapoenda mahali unaona kuna jambo fulani aliko sawa, manako unawaandikia watu wale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo siku ya leo kuna jambo ambalo Mungu alikuwa amenifundisha wakati ananipa maono. Alikuwa ananifundisha, kwanza aliniambia hivi, niko kwenye maombi, Roho Mtakatifu ananiambia, leo nataka nikufundishe maana ya majina mbalimbali duniani. Nikasema nina bahati kwa nitafundishwa majina yote duniani. Lakini Roho Mtakatifu akaanza kunifundisha jina moja moja, maana ya jina moja moja. Baadaye alinifundisha majina ni kama majina 8 hivi, maana ya majina 8 hivi. Baadaye akanambia hivi, usifikiri kwamba nilikuwa nataka kwamba ninataka nikufundishe majina ya watu wote duniani. Na kufundisha maana ya majina hayo ili uelewe kwamba wale watu ambao nimewataja ni watu ambao walitembea na Mungu, ndivyo huduma yako itakavyotembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba huduma yako inabebwa na majina hayo, na haina maana kwamba utakuwa unatembea na majina hayo kila mahali ukienda. Maana Roho Mtakatifu ananiambia kwamba ninakupa majina haya, ninakufundisha kwamba wale watu ambao nimekutajia walitembea na Mungu. Kwa hiyo manake na huduma yako sasa itatembea na Mungu sawa sawa na wale watu ambao nimekutajia na maana za majina yao walivyotembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nikaenda kumpa jamaa moja, nikamwambia Mungu amenipa maana ya majina haya. Matokeo yake akaanza kutangaza huyu amekuwa mganga wa kienyeji, anatembea na majina ya watu.
Sasa Roho Mtakatifu akaniambia hivi, mwanadamu kama mwanadamu hawezi kumfundisha Mungu jinsi ya kufanya kazi. Yaani mwanadamu aanze kumfundisha Mungu kwamba wewe umempa Mwalimpanda haya majina umekosea. Kwa hiyo Mungu yeye anafanya kazi apendavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na walinichafua sana. Sasa hivi sijui wamenyamaza, siwasikii sana. Walinichafua, zunguka huku, tangaza huku. Lakini mimi Mungu amenipa maono na amenipa maelekezo ya kutosha. Kwa hiyo siwezi kuacha maono ambayo Mungu amenipa kwa ajili ya kuwahofu wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu akaanza kunifundisha maana ya majina ambayo yeye alitaka ni yajue, au ambayo yanabeba huduma nilionayo. Akasema kuna jina la Zabuloni, akanambia Zabuloni manake ni waliokombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Manake kwamba wewe ni mtu uliyekombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kama umeokoka, wewe ni mtu uliyekombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hebu moja mchungaji Eldad tunisomea hapo Mwanzo sura ya 30 mstari wa 20. Zabuloni, akaniambia Zabuloni manake waliokombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 30 Mwanzo mstari wa 20. Tutasoma Mwanzo 30 mstari wa 20. Soma tu. Mwanzo 30 mstari wa 20. Biblia inasema Lea akasema Mungu amenipa mahari njema, sasa mume wangu anakaa nami kwa kuwa nimemzalia wana 6. Akamwita jina lake Zabuloni. Amen. Roho Mtakatifu akaanza kunifundisha maana ya majina ya kwenye Biblia kwamba Zabuloni manake waliokombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akanipa jina lingine tena. Akanambia maana ya jina Barnaba ni utamkuta kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Akanambia maana ya Barnaba manake aliyesukuma mbele injili. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anasema aliyesukuma mbele. Lakini ukimsoma Barnaba katika wale mitume wale, ukimsoma Barnaba ni mtu ambaye walikuwa wana mahali pametokea tatizo, anaambiwa nenda wewe Barnaba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hebu tusome hapo tena mchungaji. Kitabu cha Matendo sura ya 4 mstari wa 36. Haleluya. Mambo yataeleweka tu. Sura ya 4. Matendo sura ya 4 mstari wa 36. 36 Matendo. Barnaba aliyesukuma mbele. Sura ya 4:36 tasoma. Biblia inasema katika mstari ule wa 36, na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba maana yake mwana wa faraja, Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro, alikuwa na shamba akaliuza. Inatosha hapo. Amina. Kwa hiyo Barnaba jina lingine aliitwa mwana wa faraja. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwana wa faraja. Kwa hiyo katika huduma hii, maana huduma hii itakuwa ni faraja kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwana wa faraja. Barnaba aliyesukuma mbele. Hii Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha
ananifundisha kwa kinywa changu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ananifundisha kwa kinywa changu. Nikiwa ninaomba, ninanena, Roho Mtakatifu akanikamata ulimi, akaanza kunifundisha mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaendelea. Jina lingine akanipa, akaniambia maana ya jina Isaka manake nifanyie baraka. Nifanyie baraka. Nimesema hivi, Roho Mtakatifu alikuwa anasema hivi baada ya kunipa haya majina, akaniambia hivi, ninakupa majina haya kwamba wale ni watu wa Mungu ambao wako kwenye Biblia, walitembea na Mungu na kulikuwa na madhihirisho makubwa ya nguvu za Mungu, ndivyo huduma yako itakavyotembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ananiambia Isaka manake nifanyie baraka. Wote tuseme nifanyie baraka. Nifanyie baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Tusome Mwanzo sura 21 mstari wa 6. Nifanyie baraka. Kwa hiyo maana ya neno Isaka manake nifanyie baraka. Nifanyie baraka. Mwanzo 21. Mwanzo 21. Mwanzo 21 mstari wa 6. Mstari wa 6 nasoma. Amina. Mwanzo 21 mstari wa 6, Biblia inasema, Amina. na Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko, kila asikiaye atacheka pamoja nami. Inatosha. Amen. Amen. Kwa hiyo Sara anapata mtoto akiwa mzee, manake Mungu alimfanyia baraka. Amen. Mungu alimletea kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Sara anasema Mungu amenifanyia kicheko. Yaani mimi na uzee wangu huu nimeweza kupata mtoto, nimeweza kuzaa. Anashangaa, anaendelea kucheka, hata labda akiwa anapika, Mungu yu mwema, anakaanga labda vitunguu hapo, Mungu yu mwema. Jamani, Mungu huyu acheni aitwe Mungu. Anacheka, mume wake labda anamuuliza, mama vipi uko, mbona unaongea peke yako? Anasema Mungu amenifanyia kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda jina lingine, Kefa. Kefa, Roho Mtakatifu ananiambia jina Kefa manake ni mtu wa baraka. Mtu wa baraka. Mtu wa baraka. Tusome kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Yohana sura ya 1 mstari wa 42. Yohana mlango wa kwanza mstari wa 42. Hebu soma. Soma mstari wa 42 katika Yohana. Biblia inasema, akampelekea kwa Yesu, naye Yesu akamtazama akasema, wewe u Simoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa. Tafsiri yake Petro au jiwe. Amina. Mstari wa 42. Amina. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alivyonipa hiyo tafsiri, anasema Kefa manake ni mtu wa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni mtu wa baraka. Utaitwa Petro. Petro ni kajiwe. Jiwe. Yesu akamwambia, katika ewe Petro, katika mwamba huu utalijenga kanisa, na milango ya kuzimu haitafanya nini? Hatalishinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Kefa manake ni mtu wa baraka. Akanipa tafsiri nyingine tena, Samson. Samson akaniambia tafsiri yake ni taifa kubwa. Roho Mtakatifu ni mtani. Kwa Roho ukikana Roho Mtakatifu ni kutamu eti. Ndio maana naomba kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu.
Kwa hiyo watu wengine mara nyingi wanafundisha Roho Mtakatifu ni mwalimu, lakini akianza kuwafundisha wengine wanaanza hayo ni mapepo, hayo ni majini, huyo alikuwa anaongea peke yake. Kuna mtu mmoja akaniambia, sasa wewe unasema ulikuwa unaomba alafu huku unatamka mwenyewe, si ulikuwa unajisemesha? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya ngapi ile inasema walikuwa pamoja. Hebu sura ya Matendo ya Mitume sura ya ngapi? Ya pili mstari wa 13. Hebu tuangalie hapo. Mlango wa pili 13. Sio? Sio walilewa. Yaani walikuwa wakisali Roho Mtakatifu. Mstari wa kwanza? Walitokewa na ndimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kifupi kwamba ukisema kwenye Biblia maeneo mbalimbali hata ukisema kitabu cha Matendo sura ya pili nasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwepo mahali pamoja, wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha na kutamka matendo makuu ya Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu au Mungu anapotaka kuzungumza na wanadamu huwa anatumia kinywa cha mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Manake ndio maana kuna manabii. Kwa hiyo nabii anapozungumza, nabii anapotoa unabii au anapotoa ujumbe wa Mungu, manake hazungumzi yeye kama yeye. Yaani anatamka lakini akili zake hazifanyi nini? Yaani anachokitamka mwenyewe anashangaa, hivi ninatamka nini? Ni kwamba ni Mungu anasema na wanadamu. Kwa hiyo hayo ni mambo ya kawaida kabisa. Kwa hiyo Samson ni taifa kubwa. Hebu tusome kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi sura ya ngapi hapa? Sura ya 13 mstari wa 24. Bwana Yesu asifiwe. Au kwa kifupi tu niseme hivi, tunasoma habari za Samson. Biblia inasema kwamba Samson alikuwa ni mnadhiri wa Mungu. Yeye hakunyoa nywele zake, maana alikuwa ni mnadhiri wa Mungu na hakunyoa nywele zake. Na Samson alikuwa na nguvu za ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pamoja na kwamba alikuja kutapeliwa na Delila, lakini baadaye wakati yuko kwenye ile nyumba ile anasaga nafaka kwa shida, akashika zile nguzo na Wafilisti walikuwa wamejaa kwenye ile nyumba, yeye akafa pamoja na nani? Maana jamaa lilikuwa na nguvu, naambiwa yani geti ili hapa ni aka geti ni kama karatasi. Geti la lango yani chuma, yanashika hivi, maana lilikuwa na nguvu za ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samson taifa kubwa. Taifa kubwa. Maana nyingine ambayo Roho Mtakatifu alinipa Danieli. Akaniambia maana ya Danieli, bila Mungu hutaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila Mungu hutaweza. Kwenye kitabu cha Danieli sura ya 6 mstari wa 18 hadi wa 23 tunaona Danieli anaingizwa kwenye tundu la simba, kwenye nyumba ya simba. Yaani yuko katikati ya sio simba moja na simba wale wana njaa, lakini Danieli kwa sababu alimwamini Mungu, wale simba hawakumletea madhara yoyote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anamwambia Danieli alimtegemea Mungu. Angekuwa hana Mungu angeraruliwa mara moja.
Bwana Yesu asifiwe. Danieli angekuwa hana Mungu, angeraruliwa na simba. Kwa hiyo nataka niwaambie wapendwa kwamba bila Mungu hatutaweza. Katika dunia hii yenye mafundisho potovu, katika dunia hii ambayo imejaa manabii wa uongo na mitume wa uongo, bila Mungu hatutaweza. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu wakati ananipa maono akaniambia silaha mojawapo ambao wanataka upasue anga au usonge mbele ni kuwa na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kumsihi Bwana atupe roho ya maombi, atupe hamu ya kuomba mara kwa mara. Tena Roho Mtakatifu ananiambia kwamba utakapofika mahali utakuwa na kikundi chako cha kuomba cha wanaume na wanawake, lakini ananiambia wanawake ni wazuri zaidi kuliko wanaume katika kuomba. Ndio maana Biblia inasema ni wanawake waombolezao. Mwanamke, Roho Mtakatifu ananiambia mwanamke akiwa anaomba kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume nao tunaomba, lakini hatuwezi kuwafikia wanawake. Labda nafikiri kwa sababu ya ule uchungu wa kuzaa. Maana anapoona amezaa mtoto kwa uchungu, alafu mtoto leo anaharibiwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima aombe maombi ya kina, maombi ya kuomboleza. Sisemi kwamba wanaume naye hawaombi. Kuna majianti, kuna watu wanaomba, lakini wanawake wamepewa kipaumbele kwamba ni waombaji wazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Akanipa jina lingine Abdon. Maana ananiambia maana yake ni kwamba katika hayo Mungu yu hai. Katika hayo Mungu yu hai. Yaani unapotembea, unapofanya kazi ya Mungu, jua kwamba Mungu yuko hai. Mungu yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu sio mfu. Yesu sio mfu. Yesu yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama utakutana na mazingira ya namna gani, lakini yeye yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kama nilivyosema, tatumia muda mfupi kama dakika 20. Nafikiri dakika zangu zinaendelea kuisha. Hebu tusome kitabu cha Waamuzi sura ya 12 mstari wa 3. Na ndipo tutakuwa tunamaliza kipindi chetu siku ya leo. Waamuzi sura ya 12 mstari wa 3. Tutasoma Waamuzi 12 mstari wa 3. Biblia inasema katika Waamuzi 12 mstari wa 3, nami nilipoona ya kuwa ninyi hamniokoi, niliuhatarisha uhai wangu na kuvuka ili nipigane na wana wa Amoni. Bwana naye akawatia mkononi mwangu. Basi kwa nini ninyi kunijia hivi leo kutaka kupigana nami? Ndio imeisha ni 12 mstari wa 3. 12 wa 3. Ndio nasema nami nilipoona ya ndio iko hivyo. Inasema hivi. Ama ni 13. Na 13 nafikiri. Hebu soma. Mstari wa 13 unasema baada yake huyo Abdoni sawa. Mwana wa ni mstari wa 13 kumbe. Sawa. Waamuzi 12 mstari wa 13. Biblia inasema baada yake huyo Abdoni mwana wa Hileli Mgirathoni sema akawa mwamuzi wa Israeli. Naye alikuwa na wana 40 na wajukuu 30 waliokuwa wakipanda wa punda 70. Akawa mwamuzi wa Israeli muda wa miaka 8. Amina. Amen. Kwa hiyo katika hayo Mungu yu hai. Kwa hiyo tunamtaja yuko Samson pale, tunamtaja na huyo Abdoni,
ni waamuzi wa taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waamuzi au tuseme ni watu ambao wanatoa uelekeo au hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa siku ya leo somo langu litakuwa limeishia hapa, lakini ninatamani siku ya leo, nilianza kusukumwa tangu asubuhi au tangu jana, kwamba niweze kuwaombea ninyi watumishi moja moja. Wanajua kuna vikwazo viko vingi katika maisha. Mungu akufanyie wepesi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akufanyie wepesi. Amen. Na Mungu aliniambia kwamba utakachokuwa kikitamka kwa watu kitatendeka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitatendeka kwa sababu Mungu amekupa huduma na Mungu ametakasa kinywa chako. Amen. Na kipindi kingine Mungu alikuwa ananiambia wewe ni nabii, lakini usijitangaze kwamba ni nabii. Maana ukitamka kitu kitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Licha ya hivyo pia kinywa cha mwanadamu kina nguvu. Kinywa cha mwanadamu kina nguvu. Ukisema nimeshindwa, na kweli umeshindwa. Ukikiri kushinda, utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mko tayari? Amen. Amina. Karibu mtumishi. Nitakushika tu mkono. Taongea maneno machache. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninamsogeza Bwana mtumishi wako mikononi mwako. Ninajua Mungu, au ninaamini ya kwamba kama mwanadamu anayo mahitaji, kama mwanadamu anayo changamoto, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Bwana mfanyie wepesi. Bwana mpe wepesi wa yale ambayo anayaona magumu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho wako Mtakatifu Bwana amsaidie. Roho wako Mtakatifu Bwana amsaidie. Kama wanadamu wameshindwa, lakini wewe Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, wewe hautashindwa. Bwana mfanyie wepesi mjoli wako katika mahitaji yake ya kila siku, katika mahitaji ya moyo wake, ili Bwana apate kutumikia wewe katika moyo ulie na furaha. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti natamka. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti natamka. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti natamka. Ropo keserabasata. Rika pasata rabosa. Rika pasata rabosa. Rika pasata rabosa. Kwa jina la Yesu, 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 kila aina ya vikwazo mbele yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hivyo vikwazo vikaondoke, hivyo vikwazo vikaondoke, hivyo vikwazo na viangusha, hivyo vikwazo na viangusha. Rova rapapa rapasa, rika pasata rapasa, rika pasata rapasa, rika pasaka rapasa, rika rapasa karapasa. Kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Embu kaa kidogo hapa. Kaa tu. Sisimame sana. Urapantiribo shantari andoroboshi. Rikorobo shantarabaruribo sandiribo. Randarabo sekeri mandarabo sendiribo. Mandiribo shekeriba kuria masakaribo. Rapapapapapapapa. 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 Refo sa. Refo sa. Maikeda soto robo sekere mandara bose. Roho Mtakatifu, ninahitaji utulivu. Nahitaji utulivu. Nahitaji roho ya utulivu.
kwa watu wako Bwana. Nahitaji roho ya utulivu kwa watumishi wako Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Baba uonekane, wapiganie Bwana. Kuna mambo magumu tunayopitia wanadamu. Mungu tusaidie mwenyewe. Mengine Bwana akili zetu hazina matokeo, akili zetu hazina matunda, bali Mungu wewe ni Mungu. Ututetee Bwana, ututetee Bwana. Mtetee mtumishi wako, mtetee mtumishi wako. Piganie Bwana, piganie Bwana, piganie Bwana, piganie Bwana. Fungua milango ya kazi, fungua milango ya baraka, fungua milango ya baraka, fungua milango ya baraka. Rapa 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 papa rapa papa 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 riko poko rapa papa. Baba mfungulie milango ya baraka, aone baraka zako, aone nguvu yako Bwana, aone Roho Mtakatifu akimsaidia. O rapa papa papa riko po rapa para riko po rapa papa riko po rapa papa riko po rapa papa riko po papa rapa. Baba asante, asante kwa Roho Mtakatifu, na kurudishia wewe sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, kwa jina la Yesu Kristo namkabidhi mchungaji Eldad mikononi mwako. Kwa jina la Yesu Kristo, kila atakacho kishika Mungu kikafanyike baraka kwake, kikafanyike baraka kwa wengine. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaamini yapo mambo kama mwanadamu ambayo kwa akili yake hawezi kuyajibu, kwa akili zake hawezi kupata majibu, lakini wewe ni Mungu, ukamuonekanie Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ili aweze kutumikia wewe kwa furaha, ili aweze kutumikia wewe kwa ushindi. Kwa damu ya Yesu Kristo natamka baraka juu yake, natamka ushindi juu yake, natamka nguvu juu yake. Rapo sapara papa. Baba umenipa watu hawa kwa ajili ya utumishi. Rapo seke rapaka, rapo seke rapaka, riko po rapa saka rapaka. Kwa jina la Yesu, 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 ninaamuru baraka kutoka mashariki, ninaamuru baraka zije kwake kutoka kaskazini, kutoka kusini. Kwa jina la Yesu, kutoka pande zote baraka zake Mungu. Ropo rapa papa. Kila aina ya vikwazo, kila aina ya vizuizi, kila aina ya nguvu mbaya, kila aina ya uharibifu ambaye imerudisha maisha yake nyuma, kwa damu ya Yesu Kristo, hiyo nguvu ninayeyusha kama inta, nayeyusha 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 kama inta. Ropo rapa para riko rapa papa riko po rapa papa riko po rapa papa riko po rapa papa riko po rapa papa riko rapa papa. Baba muonekanie, Baba muonekanie, Baba muonekanie, Baba mletee majibu kwa mambo ambayo hana majibu. Ropa rapa saka yaliyo magumu Bwana, ukamtokee, 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 ukamtokee. O rapa rapa para riko po saka rapa riko po rapa kapa. Baba mpe mahitaji kama vile ulivyomlisha Elia kwa kunguru. Baba ukamhudumie na mchungaji huyo Eldad kwa jina la Yesu Kristo. Yeye ni mwanadamu, inawezekana kuna mahali amekosea. Bwana umhurumie, umsaidie. Bwana msamehe pia. Nami kama mwanadamu ninajua ninakosea, mimi sio mkamilifu, lakini Bwana tunapokuja mbele zako, tunapokuhitaji wewe Bwana kama wanadamu, Baba unatusikia, Baba unatusikia, Baba unatusikia, Baba unatusikia. Maana bila wewe hatutaweza, bila wewe Bwana hatutaweza, bila Mungu hatutaweza. Ropo rapa papa, ropo rapa papa, rapa rapa papa, rapa papa papa, rapa papa papa, rapa papa papa. Kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. O rapa kataka, rapa karababa, raka papa papa, rapa papa papa. Kila aina ya uharibifu inayokula uchumi wake, kwa jina la Yesu Kristo, uharibifu na utenga mbali naye. Bwana mwangazie baraka, miminie baraka, mshushie baraka, milango ya baraka, milango ya mbinguni, madirisha mbinguni yakafunguka juu yake. O rapa papa riko rapa
papa riko rapa papa, mahali ambapo Bwana amekosa majibu, Bwana wewe mwenyewe uwejibu, ukatoe majibu mwenyewe Roho Mtakatifu, ukatoe majibu mwenyewe Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu hai, katika jina la Yesu hai. Unaweza kukaa. Asante Bwana. Asante. Rapa saka. Kwa jina la Yesu Kristo ninamsogeza Bwana mchungaji Samson, namsogeza mikononi mwako Bwana. Ni kijana ambayo anakuhitaji wewe, ni kijana mwenye nguvu, anakuhitaji wewe ili Bwana akutumikie. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaamuru baraka kutoka kaskazini, kutoka mashariki, kutoka kusini, baraka zimjie, baraka zimjie, baraka zimjie. O rapa papa, baraka zimjie kila mahali atakapokanyaga. Bwana mpe kama neno lako lilivyo, maana umesema kwamba mahali popote mtakapokanyaga, nyayo zenu zitakapokanyaga, mahali hapo nimewapa. Mungu, mahali popote atakapokanyaga kwa ajili ya utukufu wako, Mungu kampe, Mungu kampe. O rapa riko rapa papa, Bwana mpe watu wa kumtia moyo, mpe wazee wa kanisa, mpe watu wa kumtia moyo, mpe washirika kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba mpe, Baba mpe Bwana hitaji la moyo wake, mpe Bwana hitaji la moyo wake kwa jina la Yesu Kristo, mpe Bwana hitaji la moyo wake kwa jina la Yesu Kristo. Naamini na najua kwamba anayo mahitaji mengi kama mwanadamu. Mungu wa mbinguni, ukamtokee Bwana, mwaka usiishe, ukamtokee Bwana, ukamtokee Bwana, ukamtokee Bwana. Baba kamtokee. O rapa papa, leta ufadhili wa kila namna, leta ufadhili wa majengo, leta ufadhili wa vyombo vya usafiri, leta ufadhili wa fedha, leta ufadhili wa mifugo, leta ufadhili wa nafaka, leta ufadhili wa mafuta, leta baraka mbalimbali katika maisha yake. O rapa papa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, natamka baraka juu yake, natamka ushindi juu yake kwa jina la Yesu Kristo. Kamfungulie milango Bwana, mahali ambapo ni pagumu, ameshindwa na akili zake zimegota. Mungu siyeshindwa, ukamtokee kwa jina la Yesu hai, kwa jina la Yesu hai, kwa jina la Yesu hai. Bwana naomba tukae kwa utulivu, tukae kwa utulivu tukiwa tunaendelea kutafakari. Fumba macho yako, bado tupo kwenye ibada. Rapakese kirima sandara babushi, rapakese kirima sandara bushi kiriba korabasika, rapapapapapapapa. Unajua Roho Mtakatifu huwa anahitaji sana utulivu. Kwa hiyo hata unapokuwa kwenye maombi, wakati mwingine mwambie Roho, nataka kusikia kutoka kwako. Raipiko narabashikiri bakuria masakari adorobosi. Rori papa. Rikarabashikiri bukurabasika. Rapaposhikira bakurabasika.